Karibu Tabora, karibu Toronto. Kwanza tumechukizwa sana na mimi nataka bwana Jotam mueleze bwana Rajani kitendo cha kumdanganya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Anakuja hapa anaenda kukagua kiwanda akijua kabisa kwamba kuna kiwanda na mashine imefunga. Baada ya mwezi mmoja mnaenda kutoa mashine. Kauli mbiu ya Tanzania ya viwanda inakwenda sambamba na utekelezaji wa sera ya ubinafsishaji pamoja na uingiaji wa ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Tangu nchi hii kupata uhuru mwaka 1961, mkoa wa Tabora ni miongoni mwa mikoa michache hapa nchini ambayo ina viwanda vikubwa na vikongwe, kikiwemo kiwanda cha nyuzi Tabora pamoja na kiwanda cha kuchambua pamba cha Manonga kilichopo wilaya ya Igunga, kata ya Choma. Mwaka 1962 hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitaifisha kiwanda hiki na kukikabidhi kwa chama cha ushirika Kahama na Nzega Kanzeko ili kiweze kufanya kazi na kuleta tija kwa mamia ya wakulima wa pamba katika mkoa wa Tabora na mikoa ya jirani. Kwa muda mrefu sasa usimamizi na uendeshaji wa kiwanda hiki umekuwa ni wa kusuasua kiasi cha kufikia hatua ya kufungwa kabisa na kushindwa kujiendesha kwa kupokea malighafi dhahabu nyeupe kutoka kwa wakulima. Jambo hili linamuinua mkuu wa mkoa wa Tabora Balozi Batilda Buriani hadi katika viwanja vya kiwanda hiki kabla ya kutoa maamuzi ya serikali kwa manufaa ya wananchi na taifa kwa ujumla. Bahati mbaya au nzuri, mwekezaji ambaye ameingia ubia hapa amechukua pia na kiwanda cha nyuzi New Tabora Textile na Tabora Textile Limited, ambaye ndio nia ilikuwa nizalishe nyuzi ziende kwenye viwanda vya kuzalisha nguo. Sasa ukiona kiwanda cha kuongeza thamani cha kuchambua pamba Ginnery, miliki huyo amekifunga na kimekaa idle kwa muda mrefu, na tunaambiwa kuna vifaa ambavyo pia vilikuwemo kutoka enzi inachukuliwa havimo tena, na kile kiwanda cha nyuzi ndio ameshakiua. Tunajiuliza hivi nia yake ni kuikomboa sekta hii na kuikomboa Tanzania na Tabora, ama ni kuidhorotesha na kuidumaza zaidi? Nia yetu ni kwenda kukagua tuone kilichomo ndani, then tuje tutoe maamuzi hapa. Ni hali ya kusikitisha kwa hiki unachokiona mahali hapa. Yapo mengi yaliyojiri mpaka kufikia hatua hii ambapo eneo hili la kiwanda kwa sasa linaonekana kama kichaka kisichokuwa na mwenyewe. Pamoja na haya yote, serikali bado inaona umuhimu wa kurejesha kiwanda hiki katika uzalishaji wake wa kawaida. Ikumbukwe ya kuwa kiwanda hiki ni ubia kati ya chama kikuu cha ushirika cha Igembe Nsabo kinachomiliki 20% ya hisa na kampuni ya MS Rajani inayomiliki 80%. Tukiwa katikati ya ukaguzi wa kiwanda hiki, tunaingia katika jengo ambalo palikuwa na zaidi ya mashine 12 za kukamulia mafuta ya pamba. Lakini kwa sasa chumba hiki kinaonekana mithili ya ukumbi unaosubiri kusafishwa kwa ajili ya jambo fulani. Na ndipo mhandisi Downson Clemency aliyekuwa anatumika na kiwanda hiki kwa ajili ya ukarabati wa mitambo akaamua kufunguka mbele ya mkuu wa mkoa. Na kweli hizi mashine tulizizungukia zilikuwa mashine jumla 12. Walipozizungukia hizo mashine 12, 4 zilikuwa zinahitaji zipewe spare. Lakini hizi the rest 8 zingeweza kufanya kazi. Na pipes zake zote zilikuwemo. Na boiler tunapoelekea kwenda ilikuwemo. Tumeshaona na matenki yale ya kuchemsha mafuta yamo mule. Na tenki kubwa la almost karibu lita 30,000 lilikuwa pale nje. Serikali ilipoeleza kwamba hii kiwanda kitakuwa ni cha kuzalisha mbegu, si ndio? Likawa ni chaka la kupoteza hiyo kitu iweze kwenda. Kwa sababu mimi nahitaji kueleza kwamba walipozuia kwamba mbegu isizalishwe hapa, hizi zilikuwa hazina sababu ya kuwemo. Kadri muda ulivyozidi kusonga mbele, mhandisi Downson Clemency hakutaka kuficha ukweli kuhusiana na kile kilichofanywa na mbia anayemiliki 80% za uendeshaji wa kiwanda hiki, ambapo mwaka 2017 Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alifika katika eneo hili kushuhudia usimikwaji wa mitambo mipya ya uchambuaji wa pamba. Lakini katika hali isiyofahamika, mwaka mmoja baadaye mitambo muhimu iliondolewa na kuainishwa kama chuma chakavu.
Humu nilizifunga hizi tukaweka na hiyo kila kitu, lakini kufika katikati walivyogeuza kuzitoa humu hawakunipa taarifa. Nilisononeka nikajiuliza nimetengeneza vibaya kama sijatengeneza. Mpaka yule bosi wa kiwanda ametoka Uingereza amekuta ziko online, alinipa paundi 20 kwani kunipongeza mimi na watu wote waliokuja na waziri mkuu akiwa hapa. Sasa tunapopindisha maneno tunafanana kama tunajicontradict. Tueleze hali ya ukweli. Zilipotolewa hapa, ngoja nikueleze. Sikiliza, zilipotolewa hapa, wakati zinatolewa hapa, zile nifa na prati zinafunguliwa zikawekwa kwenye lile godown ambalo tumeenda tukaeleza humu kuna spare zilizotoka Kilosa. Umeshanielewa? Muda mfupi ziliondoka zile ambazo zilizokuwa humu. Zilizokuwa zinatoka hapa zinafungwa pale. Sasa na wewe waambie ukweli, waeleze mkwani zilitoka hapa zikarudishwa pale kwenye. Waliamua wao wenyewe kuzipeleka kule, lakini process yote zilikuwepo. Kufunguliwa kwa zile nipo, kuhamisha kwa hizi nipo, magari kubeba nipo. Sasa mimi tunadanganyana nini? Baada ya takribani saa 2 za kuzunguka katika majengo ya kiwanda hiki, mkuu wa wilaya ya Igunga Sauda Mtondo na meneja wa chama cha ushirika Igembe Nsabo wakawa na haya ya kusema. Kusimama kwa kiwanda hiki kwa muda mrefu umefifisha hata uzalishaji wa zao la pamba katika wilaya yetu ya Igunga. Kwa hiyo tunaamini kabisa maamuzi ambayo leo yataenda kufanyika yataamsha ari na kufufua zao la pamba na hatimaye kuweza kufikia malengo yale ambayo tunatakiwa kuzalisha kitaifa. Pamoja na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, tunaamini ile chachu ya uwepo wa kiwanda ingesaidia kutoa ari kwa wakulima ya kuzalisha na kufikia malengo hayo ya tani 10,000. Tumejaribu kuwasiliana na mbia mwenzetu lakini bila mafanikio, na mikutano yote amekuwa hawahudhurii. Matokeo yake anawakamilisha watu ambao hawana maamuzi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni kwamba kiwanda hiki ni mali ya wananchi, tunaomba kiwe mali ya wananchi. Kwa sababu kinapofanya kufanya kazi ndio taifa linapata kipato, mkulima mmoja anapata kipato, hata choma hapa panakuwa panachangamka. Kama haitoshi, mzee Emmanuel Malunde, meneja mstaafu wa chama cha ushirika cha Igembe Nsabo, anathibitisha kuwa kufa kwa kiwanda hiki ni hujuma ambazo zimefanywa na kampuni ya MS Rajani inayomiliki 80% ya hisa ya kiwanda hiki. Kwa mfano mwaka 2018 Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hili lori ndio lilipakia zile mifa zile. Lori hilo. Namba zake ziko. Kama mnataka kutrace muulize huyu alipeleka wapi siku hiyo mwaka 2018. Kwa hiyo tumeendelea mpaka sasa. Kwa kweli hata uthaminishaji tulikuja kuthaminisha, alikuja Valwa akaona kiwanda kile kina thamani ya bilioni 2 na milioni 336. Sasa 326. Sasa wakati tunaandika taarifa yetu tukasema basi na sisi katika mgao wetu kama Igembe Nsabo ile 20% kama ni milioni tugawiwe. Kwa hiyo tukazikata zile katika kutoa taarifa. Sasa ikabaki kulikuwa na mavyuma yale yaliyopo kule waliyathaminisha, lakini yalikuwa mali ya Tabotex. Na pikipiki moja ilikuwa mali ya Tabotex. Kwa hiyo tulivyotoa vitu hivyo akabakiwa sasa na bilioni 1, milioni 500 na 80. Na sisi tulikuwa na milioni 400 kama mgao utakapokuwa. Kama ilivyokuwa nilivyoeleza hata kwenye vikao, kwa kweli ubebaji wa vitu hivi sisi kama Igembe Nsabo tulikuwa tushirikishwe. Kwanza tulikuwa hauna mamlaka kuingia huko. Utaingia kufanya nini? Kwa hiyo mimi nadhani sasa imefikia hatua ya serikali yaamue kwamba wakulima itawasaidia. Ukafika wasaa wa serikali kupitia kwa mkuu wa mkoa wa Tabora Balozi Batilda Buriani kutoa kauli ya mwisho na msimamo juu ya mwelekeo wa kiwanda hiki, na hivi ndivyo ilivyokuwa. Ukungu hata uwe mzito kiasi gani hauwezi ukabadilisha mchana ukawa usiku. Hii hali iliyopo hapa ni hali ambayo ina ukungu mzito, lakini hauwezi ukafanya mchana huu ukawa usiku. Sasa sisi kwa pamoja, na mimi kama mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa, niko na mwenyekiti wa kamati ya usalama ya wilaya, kwanza tumechukizwa sana na mimi nataka bwana Jotam mueleze bwana Rajani kitendo cha kumdanganya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Anakuja hapa anaenda kukagua kiwanda akijua kabisa kwamba kuna kiwanda na mashine imefunga. Baada ya mwezi mmoja mnaenda kutoa mashine. Hicho ni kiwanda cha kushikwa na kuwekwa ndani.
Na mueleze tu kabisa kwamba sisi kuanzia leo, kuanzia sasa, kwanza mimi naomba zile funguo mzilete. Mkabidhishe funguo zote hapa kwa hiari. Na kama mtafanya, sisi tutabadilisha makufuli yote tutaweka. Kwa sababu serikali hapa kupitia vyama cha ushirika kina 20% mpaka sasa hivi. Lakini na kwa hivyo pia ni mdau. Na kwa sababu mdau au stakeholder mwenye 80% ameamua kutokutaka kuendelea na uwekezaji na kuweka danadana na kutufanya kuiweka sekta yetu ya pamba rehani, kwamba tusiendelee kama Tabora kwenye pamba, tusahau. Kaua kiwanda cha nyuzi, kaua na Jineri. Nia yake sio nzuri. Kwa hivyo sisi hatuwezi kukubali mtu mmoja akaamua kuiua sekta nzima ya pamba. Na leo tunatoa maamuzi kwamba kuanzia sasa naipa Igembe Sabo mamlaka ya kufunga na kubadilisha vitasa vyote na kuweka ulinzi hapa. Bwana Rajani akipenda aje, wizara ipo, watu wa ushirika wapo, lakini nia ni sisi tuendelee kufufua wakulima. Tunataka msimu ujao zao la pamba liongezeke. Uamuzi wa hatua hii iliyofikiwa na serikali ni imani kuwa utaleta pumzi na matumaini makubwa kwa wakulima wa zao la pamba mkoani Tabora, kama anavyoeleza Dr. Benson Ndiege, mrajisi wa vyama vya ushirika nchini Tanzania. Tumelifanya zaidi ya miaka 2 tukijaribu kuongea na mwekezaji kwamba njoo tuongee tuone namna ya kufanya, kwa sababu serikali imekuwa na adhma ya kuongeza uzalishaji kwenye mazao yote na hasa ya pamba. Na miaka 2 iliyopita sasa hivi tumerudisha kwenye kufanya kazi kiwanda cha Kaku, kiwanda cha Mbogwe pale, kiwanda cha Chato. Sasa hivi tunafungua kiwanda cha vile viwanda vilivyoko pale Simiu na Mwanza. Sasa kwa nini tusifungue tena kiwanda hiki ambacho kiko hapa Tabora? Na kama ulivyosema, vyama 120 ambavyo vinalima pamba, achukulia tu kwamba kila chama kina wakulima 200 tu ambao wanalima hiyo pamba, unaongelea watu karibu 20,000 ambao wanafaidika na hiki kiwanda. Kwa hiyo mimi nadhani kwa nia njema kabisa, tunakushukuru sana kwa kukamilisha zoezi kwa maelekezo ya Mheshimiwa Waziri kama alivyokuwa ametuelekeza wote kwa pamoja, na niwatake sasa watu wa Igembe Sabo kwamba sasa sio kazi ndogo, kwa maana kwamba zoezi la usafi kama ulivyosema lianze haraka kabisa, eneo lionekane kwamba ni eneo la kazi, walinzi wakae hapa. Lakini tumeshakubaliana pia na wenzetu wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo pamoja na CRDB kwamba sasa tupate hela ili chama hiki kama ambavyo viko vyama vingine vya Simiu na Kaku kianze sasa kununua pamba kwa wakulima. Kufikiwa kwa hatua hii kunafungua ukurasa mpya kwa chama cha ushirika wa mazao na biashara Igembe Sabo, kwani ndio waliopewa rungu na funguo za kuhakikisha kuwa uhai wa kiwanda hiki unarejea kama serikali ilivyotarajia. Kiwanda cha Manonga ambacho kilijengwa mwaka 1958 na kampuni ya wafanyabiashara binafsi, na mwaka 1962 serikali likitaifisha na kuipatia kampuni ya wakulima wa Kahama na Nzega Kanzeko, kina miaka zaidi ya 20 bila kufanya kazi sasa. Kupitia YouTube channel, gonga na subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kuhabarika na kuburudika na Toronto Online TV. Karibu Tabora, karibu Toronto.